Ninaomba siku moja niwe na ujasiri kama wa kiongozi wa chama cha DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Gachagua yupo na ujasiri ambao kusema ukweli haogopi mtu yeyote, hatishwi na yeyote, na hata hawezi akaogopa kiongozi yeyote kwa hii serikali. Wikendi hii nusura Rigathi Gachagua aweze kutwanga polisi ambao walikuwa wanamzuia kuendelea na msafara wake wa kisiasa. Tunataka kuweza kulichanganua hili swala kwa undani. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba tafadhali like video, kwa sababu wakati mwingine nimegundua kwamba huwa tunatazama kanda tunasahau kulike video. Ninakuomba uweze kulike video, alafu vile vile ninakuomba uweze kusubscribe. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia sana kwenye ukuaji wa kituo chetu. Vile vile ninakuomba uweze kusambaza hii kanda. Karibu tusonge mbele. Wikendi hii ya siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026, kiongozi wa chama cha DCP na kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua alikuwa na hafla ya kisiasa katika kaunti ya Nakuru kwenda kuendeleza injili ya one term na kuendeleza injili ya chama chake cha DCP. Lakini kipindi ambapo maandalizi yalikuwa yanawekwa ili Gachagua aweze kutua katika kaunti ya Nakuru, serikali ya Bwana Ruto iliweza kuzuia na ikaapa kwamba hawataweza kumruhusu Rigathi Gachagua kuingia katika kaunti ya Nakuru kuendeleza injili ya one term. Nakuru Governor Susan Kihika alisikika peupe akisema kwamba hawawezi wakaruhusu Gachagua aendeleze siasa zake za one term katika kaunti ya Nakuru. Alihapa kwamba hawatamruhusu. Serikali hii vile vile iliweza kupanga hayo yote, lakini one man Rigathi Gachagua aliweza kupita. Mimi namjua, nimeambiwa sana ati sijui nilisema. Nasema Nakuru County, anybody kutoka any corner of the country anaweza tembea, or they can come to Nakuru County na wakuje waongeleshe watu, sio? Ni sawa. Lakini Nakuru County hakuna space ya fitina, sawa sawa, hakuna space ya ukabila. Nakuru County ni Kenya ndogo, tunakaa hapa kabila zote. Kwa hivyo kama wewe unatoka kwenye unatoka kukuja kufitina watu hapa Nakuru, we don't have space for you. Lakini kama unakuja tu kusalimia watu na uuze sera zako, uko sawa. So our warning to you, no fitina, no ukabila, na hiyo madharau yako uache huko nje ya Nakuru. Usikuje hapa kuleta madharau. Na gidati huo. Polisi walikuwa wamewekwa tayari barabarani wakiwa wameweka vizuizi. Sasa Gachagua akamalizana ziara yake kutoka Nyandarua kuelekea katika kaunti ya Nakuru. Alipofika njiani akakuta kwamba polisi wengi sana wamemsubiri na wamezuia barabara asija kapita. Bwana Gachagua aliondoka kwa gari lake polepole tu, kaelekea mpaka penye polisi wako. Polisi walipomuona walitoroka, wakafungua barabara. Waliogopa kwamba wanaweza wakatwangwa, wanaweza wakapigwa hata slaps, wakaondoa. Yaani Gachagua tu anaondoka kwa gari, polisi wanaondoa miba, na msafara wake Rigathi Gachagua unapita. Nani ambaye ameweza kuonekana mjinga hapa? Susan Kihika na serikali ya Bwana Ruto ambayo ilikuwa imempangia Gachagua aweza kuzuiliwa asipite. Wameonekana wajinga, wameonekana wameshindwa. Mwenye alikuwa amepangia Gachagua kwamba asiruhusiwe aingie katika kaunti ya Nakuru, Susan Kihika. Gachagua alipoingia katika kaunti ya Nakuru, Susan Kihika aliona moto. Aliongoza wananchi kumuimbia Susan Kihika na serikali ya Bwana Ruto one term. Kwa sababu unajua kipindi ambapo kiongozi anazuiliwa asija kaendeleza mikutano yake ya kisiasa,
Hiyo ni ishara kwamba usimamizi wa kaunti pamoja na usimamizi wa serikali kuu waliweza kuagana kwamba wamzuie, wampiga marufuku asije akaingia katika kaunti ya Nakuru. Au hususan Kiika alikuwa anataka kujipendekeza kuelekea kwa Bwana Ruto kwamba anaweza kazuilia Rigathi Gachagua asiingie katika kaunti ya Nakuru kuendeleza siasa zake za one term. Harambee! Mimi nataka watu ya Nakuru tukubaliane. Huyu Susan Kehika akuwe one. Huyu Susan Kehika akuwe nini? Susan Kehika atakuwa? Wangapi wanasema Susan Kehika ni one term, one term, one term, one term? Derera tohetukia declaration ya Nakuru. Modo wothe okuja na ira nyumba itu. Modo aradia nyumba itu kwa Ruto. Modo arakenera Ruto akihariria nyumba itu. Ndakona thamaki maica-inĩ make. Naguo na ndĩrenda mũnjĩre andũ a Kĩnamba andĩ nĩ twaiguithania Susan Kehika ndakona thamaki Nakuru maica-inĩ make mothe. Wangapi wanasema aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani? Harambee! Mimi nataka niulize Inspector General wa Police Douglas Kanja. We came to see you katika Jogoo House. Na ukatuhakikishia with your 2 deputies and other senior officers ya kwamba polisi hawataingilia kazi ya siasa na hawatazuia mtu yeyote kutembea katika Jamhuri ya Kenya. Lakini hapa Nakuru, it looks like the county commander reports to Susan Kehika and her husband. Wewe Kanja, if you have no control over the county commander of Nakuru, anachukua amri kutoka kwa watu ya raia, you have no business being the head of the National Police Service. You should pack your bags na uresign na uende nyumbani. Si ndio? Kwa sababu wewe ni Inspector General wa saa ngapi? Unatoa amri polisi wasisumbue watu, lakini hapa Nakuru you have no authority over the county commander. The county commander and all police officers in Nakuru report to Susan Kehika and her husband. Ni aibu si aibu? By the way, polisi wanatumika vibaya sana. Polisi wanatumika vibaya sana na viongozi ambao wapo madarakani. Kumbuka kwamba viongozi wote wa chama cha UDA kutoka kanda ya Nakuru, kutoka kaunti ya Nakuru, hata kutoka serikali kuu walikuwa wamepanga kwamba Gachagua asija kakanyaga katika kaunti ya Nakuru kuenda kueneza injili ya one term. Lakini Gachagua ni nani? Alipita akaingia Nakuru akiwa jasiri. Katika kanda hii unajifunza nini mpenzi mtazamaji? Na ni kwa nini polisi walilazimika kuondoa kizuizi? Hayo ndio tunataka kuweza kuangazia, lakini kabla ya hapo ninakuomba upige subscription tafadhali na ulike video. Kuna kitu ambacho tunajifunza hapa. Sisi kama binadamu, atakana kwamba wewe si mwanasiasa, lakini kuna kitu ambacho unajifunza kutoka hapa. Kujiamini. Kujiamini ni kitu kingine kizuri sana. Ingekuwa ni wanasiasa wengine ambao wangepigiwa simu waambiwa kwamba tumewekewa kizuizi mbele, ingebidi huyo mwanasiasa airishe, postponing mkutano. Na hiyo itakuwa serikali imekwisha gundua weakness point yako. Wakikupangia kidogo unatoroka. Na hiyo serikali itakuwa imegundua weakness point yako kwamba utakuwa unaandaa mikutano, wanakufungia njia usipite, inabidi unaacha kupiga kampeni. Sasa Gachagua yeye alikuwa anajiamini. Kasema kwamba kama wananizuia ni sawa. Tuende, kama ni kupigana tupigane. Tuende, kama ni kuzozana tusozane. Walipofika wakakuta kwamba wamewekewa vizuizi njiani, Gachagua akashuka, akaenda tu direct kwa maafisa wa polisi. Polisi walipoona Gachagua ilibidi waondoe ile miba ambao walikuwa wameweka barabarani. Hii inaashiria nini mpenzi mtazamaji? Kujiamini ni kitu kingine kizuri sana. Kujiamini kunaweza hata kukafanya uweze kuonekana bora, uweze kuonekana mtu ambaye ni mshindi. Wananchi wanataka mtu ambaye anajiamini, mtu ambaye ni jasiri, hawataki mtu ambaye ni muoga. Hata mwanafunzi darasani, mtu ambaye anajiamini kwamba acha ule mtihani ukuje mimi nimekwisha soma, unapata kwamba yule mwanafunzi ana perform vizuri sana hata darasani. Ni kwa nini?
polisi hawa waliweza kuogopa na wakaondoa hii miba ambayo ama vizuizi ambavyo walikuwa wamewekea Rigathi Gachagua barabarani. Number one, polisi waliogopa kwamba ule msafara ambao Gachagua alikuwa ameandamana nao wa wafuasi wake barabarani, endapo Gachagua angewaagiza kwamba sasa kabiliana na polisi, machafuko yangetokea pale. Kwa hivyo polisi waliweza kuogopa Gachagua anaweza kaamurisha wafuasi wake wakabiliane na polisi. Kwa hivyo polisi wakaona hapana, hapa haitajiki tuendelee kuleta mvutano hapa, tuendelee kuleta vita ambavyo havihitajiki, tuendelee kuleta chuki ambayo haihitajiki, wakaondoka. Namba mbili, polisi hawakuwa wanataka kuonekana kwamba wameshindwa. Kwa nini? Endapo wangeendelea kuzuia ile barabara, wafuasi wa Rigiji wangeenda watoe vile vizuizi na polisi wataonekana kwamba wameweza kushindwa. Wao wako na silaha lakini wananchi wako na mikono, wameweza kushindwa. Kwa hivyo wakaweza kuona ni heri waondoe tu kwa upole, isije ikawa ni confrontation ambayo itawaonyesha kwamba wao ni walinzi lakini wameweza kushindwa na wananchi ambao hawana chochote. Number 3, I think this police they respect Rigathi Gachagua. Despite that, waliweza kuagizwa wazuie Gachagua asipite. Unajua sio polisi wote ambao wanamchukia Gachagua. Tusemezane tu kweli. Sio wote wanamchukia Gachagua. Wengine wanampea information. Kwa sababu kipindi kimoja alikuwa second in command. Angewapea polisi maagizo. Kwa hivyo wengine wanamheshimu Gachagua. Wengine wanaona Gachagua ni kana kwamba anawatetea kwamba gharama ya maisha imepanda. Hapana, bei za bidhaa zimepanda, ushuru umepanda, wafanyakazi wa serikali waongezwe mishahara. Hata wao wanaona kwamba Gachagua anawatetea, and that is the reason as to why walimwacha tu acha endelee na mkutano wake. Mimi ni Bwana Ezra, unajifunza nini kutoka hapa? Na unaweza ukaambia nini serikali kipindi ambapo imeanza mchakato wa kuzuia viongozi wa upinzani wasije wakaendelea na mikutano yao ya kisiasa?